inaweza kusaidia. Sasa baada ya kifo cha hayati Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa ngome kubwa ya kisiasa nchini iliyoko chama cha ODM, kumekuwa na maswali ya nani atakayeirithi ngome ya kisiasa ya Raila Odinga. Katika maswali haya baadhi ya majina yamejitokeza ambao ni pamoja na Oburu Odinga, Winnie na Raila Junior Odinga, Babu Owino na Gladys Wanga. Katika makala haya karata za kisiasa tunachanganua nguvu na uwezekano wa viongozi hawa wa kuvivaa viatu vya hayati Raila Odinga. Baada ya kifo cha Jaramogi, maeneo ya Nyanza na Magharibi ambayo wakati huo yalikuwa ngome kuu za Jaramogi chini ya chama cha Ford Kenya yalibaki na uyatima wa kisiasa. Uyatima huu ukawafanya wafuasi wa Jaramogi kutafuta mrithi wa kisiasa atakayeongoza dhidi ya uongozi wakati huo wa KANU uliokuwa chini ya rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya hayati Mzee Daniel Arap Moi. Kati ya majina yaliyokuwa mstari wa mbele kumrithi Jaramogi yalikuwa ni kijana wa Malu ambaye alikuwa mwenza wa Jaramogi katika chama cha Ford Kenya. James Orengo alikuwa mwandani wa Jaramogi, na mwanawe Jaramogi Raila Amolo Odinga ambaye kupitia uhandisi wake wa kisiasa aliwapika Orengo na Wamalwa na kuwa kigogo wa Nyanza na Magharibi, akimpika hata Mzee Jaramogi katika siasa hata katika kufa kwake. Na sasa baada ya kifo cha Raila Odinga, harakati ya kutafuta mrithi wa kisiasa wa Raila Odinga atakayeondoa uyatima wa kisiasa wa ngome kubwa ya kisiasa iliyokuwa kitawala hayati Raila Odinga ndo sasa imechacha. Majina yanayotajwa kujaribu kuvivaa viatu vya Raila ikiwa ni wanawe Winnie Odinga na Raila Junior, kakake Raila Oburu Odinga, Babu Owino na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga. Agosti tunapiga kura, September we are either in government or we are government. Mchanganuzi wa kisiasa Brian Masjid anachanganua nguvu na uwezekano wa wapaniaji wa kulirithi taji la Raila Odinga kwa kina. Masjid anamchanganua kakake Raila Seneta Oburu Odinga kama mwanasiasa anaonekana kuendeleza urithi wa Raila Odinga, ila Oburu ambaye ameteuliwa kama kaimu kiongozi wa chama cha ODM atakuwa na mtihani wa kujiuza kwa vijana wa Gen Z. Oburu Odinga, who is Raila's brother, is somehow tied to the Odinga legacy. And he is part of the family, and this gives him that legitimacy among the base that has been loyal to Raila Odinga. He is seen as a continuity of Raila's legacy, because it is always said that whatever Oburu Odinga says, that is the position of Raila Odinga, because Oburu and Raila, somehow they speak the same language. You see, his identity is more of continuity rather than change. And the young upcoming generation, they want change, not continuity. Kwa watoto wa hayati Raila Odinga, Raila Junior na Winnie Odinga, uchanganuzi wa kisiasa unachora taswira isiyo rahisi kwa Raila Junior kukwea katika mlima wa kisiasa licha ya kutawazwa kama kiongozi wa familia ya Raila Odinga. He is taken over the leadership of the family after his father's death. Now, this is more of a cultural family leadership that does not automatically translate into political leadership. You see, the ceremony was more of family ritual and not necessarily political power. He lacks the full party machine. He lacks the broad organizational roots. He is perceived as a green-on, too new for the national stage. Winnie Odinga ambaye tayari yupo katika ulingo wa kisiasa akihudumu kama mbunge katika bunge la Afrika Mashariki, na ambaye katika mazishi ya babake Raila Odinga alitangaza kwamba yuko tayari kurudi nyumbani, yupo na kibarua cha kutafuta njia yake ya kisiasa na wala hatapata uungwaji wa rahisi kwa kuwa ni mwanawe hayati Raila. Is a fresh face, generational advantage. She appeals to the younger voters. And this somehow might shift away from the old guard. Now, the problem is, the main hurdle, she currently doesn't have the same political track record or mass mobilization as the others. The Baba vote, as it is perceived, has tended historically to go
to strong political machines, not just family lineage. Mwingine anayekisiwa kuwa na uwezo wa kumrithi Raila Odinga ni mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambaye wachanganuzi wa kisiasa wamemtaja kuwa na ushawishi mkubwa kati ya kizazi cha Gen Z. Now, Babu Owino is young, dynamic, he is popular among the Gen Zs, the young voters, especially in Nairobi and urban centers. He also has grassroots sway in Luo Nyanza. His base is more youthful and urban, but Raila's traditional base is in Nyanza, rural and among older cohorts. Now, Babu Owino might be seen as a city youth than the full mass base. Babu Owino might lack the full regional penetration into the older strongholds of ODM in Nyanza, but the new generation of voters view him as the next in line to take over from Raila Amolo Odinga. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga pia ametaja kuwa miongoni wa wanaotarajiwa kuwa mstari wa mbele kumrithi Raila Odinga kisiasa. Gladys Wanga represent a new generation and a gender shift. It could bring new voters, that is the women and the younger persons, into the fold. Now, her base might be more of local and regional, that is the Nyanza region, and where she has that territory that she is leading, that is Homa Bay County. Je, ni nani atakayerithi ngome kubwa kisiasa ya Raila Odinga? Blue Smile Hassan,